Nilimwita Mheshimiwa Kilumbe Shaban Ng'enda aweze kuchangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi hii ya kuchangia wizara nyeti ya kilimo, na pia nakushukuru wewe kwa kunipa nafasi hii. Jambo la kwanza kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, naungana na wote waliotoa sifa nyingi kwa Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri na wizara nzima kwa kazi kubwa wanayoifanya. Bahati nzuri mimi Mheshimiwa Hussein Bashe namfahamu kabla hajawa mbunge, kabla hajawa waziri, na namfahamu jinsi alivyo mahiri kwa jambo lolote ambalo anakusudia kulisimamia. Kwa hiyo naendelea kuwatia moyo ili kazi iweze kwenda vizuri. Na zaidi ya yote tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameona umuhimu mkubwa wa kuongeza nguvu kwenye bajeti ya Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 71 wa hotuba ya Mheshimiwa Waziri amezungumzia kilimo cha umwagiliaji. Na ukiangalia bajeti nzima hii, kuna mambo matatu ambayo naweza nikasema yamepewa nguvu kubwa sana kwenye bajeti hii. Ya kwanza ni kilimo cha umwagiliaji. Ya pili ni mkakati wa kupambana na tatizo la upungufu wa mafuta nchini kwa kuongeza nguvu katika kutoa mbegu. Lakini la tatu katika hilo ni kuongeza nguvu katika huduma za ugani, yaani kwa kuwaongezea nguvu wataalamu kwenye masuala ya utafiti na masuala ya kuwawezesha wataalamu. Mimi napongeza sana hatua hii. Sasa kwenye ukurasa huu amezungumzia mradi wa umwagiliaji wa bonde la mto Lwiche lililoko katika jimbo langu la Kigoma mjini. Na huu mradi umeshafanyiwa upembuzi yakinifu kwa 100%. Na sasa unakwenda kwenye hatua ya utekelezaji. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, wananchi wangu wamekaa kwa muda mrefu tangu waliposikia mradi huu umepata ufadhili kutoka mfuko wa Kuwait Fund. Wanasubiri kwa muda mrefu, lakini wanaona kama unasuasua. Nikuombe kama ulivyoahidi kuhakikisha kwamba mwakani hatua zote zinakamilika na mradi ule unapata mkandarasi. Na mradi huu utakwenda kunufaisha wananchi wa maeneo ya Mgumile, maeneo ya Totwe, Nyaruboza, Kabogo, Kangona na Kafumbatwa. Hawa wananchi wote wa maeneo haya wanasubiri kwa hamu siku nyingi mradi huu. Jambo la pili ambalo nataka nilizungumzie ni kilimo cha michikichi. Tuna upungufu wa tani kama 400,000 za mafuta ambazo tunataka tuzizalishe humu nchini. Eneo moja ambalo serikali imelenga la kuzalisha ni kwenye kilimo cha michikichi. Na kilimo cha michikichi asili yake hasa ni Kigoma. Hata hao majianti wa kuzalisha michikichi huko Malaysia wanaambiwa mbegu wameitoa Kigoma. Sasa nikuombe Mheshimiwa Waziri, Waziri Mkuu ameweka juhudi kubwa sana kwa niaba ya serikali. Amekuwa akifuatilia sana. Lakini kilimo hiki cha kuwapa wananchi miche ya kulima heka 1, heka 2 hakiwezi kututoa hapo. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, serikali lazima iwekeze katika jambo hili ili kuokoa pesa za kigeni tunazozitoa kwa ajili ya mafuta. Imewekeza katika mbegu, tunashukuru. Na watu wa TARI wamefanya kazi nzuri ya utafiti wa mbegu, na watu wa ASA wamefanya kazi nzuri sana na wapongeza ya kuzalisha mbegu. Lakini mimi nasema twende mbele zaidi. Tufike mahala tuwakopeshe wananchi. Halmashauri ya wilaya ya Uvinza ilikuwa imeanza mpango mzuri kabisa. Inasema inaandaa maeneo, inapanda miche kama ni heka 5, heka 10, alafu inamkabidhi mwananchi kuendeleza, lakini alipie. Mimi niombe serikali muamue kwa makusudi kabisa kuingia katika kilimo kikubwa kitakacho kututoa kwenye tatizo hili. Wananchi wale wakikopeshwa, wakaandaliwa mashamba, wakakabidhiwa, wayatunze, naamini kabisa tutatoka kwenye tatizo la mafuta tulilo nalo. Na kwa ujumla Mheshimiwa Waziri, niseme juhudi zenu wananchi wanazikubali, lakini tukiongeza kasi hapo tutalitoa taifa letu katika matatizo ya mafuta. Kigoma peke yake inaweza ikakidhi mahitaji ya mafuta haya iwapo michikichi itapandwa vizuri. Naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa.